Bwana, kama kawa kama dawa, Ali Upuju kuntunya kidimdimu Mandila. Bwana, leo tumekuja kutimba maeneo ya Sukari House hapa. Au sio? Tumekuja HQ za UTT AMIS. Kubwa hasa leo tumekuja kusompa maeneo haya. Tuweze kuangalia elimu yetu vipi inawafikia watu vipi wanazidi kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Tuko hapa. Tutasompa mtaa baada ya mtaa, lakini kwa mbali namuona kama bosi wangu alikuwa anateta hapa. Labda alikuwa na simu yake. Bosi wangu, habari? Nzuri. Kwema kabisa. Kwema. Naona wingi mkubwa sana wa watu wanaingia sana humu ndani. Kuna muda nilichungulia hapa nikaona watu wengi sana. Tuna matazamio labda ya tutanua ofisi. Maana watu wamekuwa wengi sana. Yeah, tunategemea hivyo. Tunategemea hivyo? Yes, yeah. Tofauti nafikiri tokea mwaka jana mpaka mwaka huu ni elimu inazidi watu kuipata kwa wingi sana. Ndiyo, na nadhani pia taarifa za watu wamekuwa wakipeana mmoja baada ya mwingine. Usikia siku zote huo wanasema penye jambo zuri lazima tu itajulikana. Ni kama vile mfano hai, ni kama vile labda niseme sipendi kuongea sana hii lugha, ni kama vile uchafu umewekwa sehemu. Ulishangaa nzi wanajaa pale, huwezi hata kujua kwamba taarifa imetoka wapi. Kwa hiyo kile kitu ni kitamu kwao. Kwa na UTT AMIS ni tamu kwa Watanzania na wawekezaji wetu, ndio maana umeona watu wameongezeka, wamekuwa wengi. Of course faida ni shindani, faida ni nzuri, ndio maana watu wamekuja. Kwa hiyo fuata nyuki ule asali. Ule asali. Maana naona kama ni kweli nyuki ule asali, basi ndani nimekutana na nyuki, watu ni wengi kweli kweli. Maana yake asali inayotoka ni nzuri. Lakini na sisi pia tunajivunia hilo, lakini pia tunawapongeza Watanzania kwa kufanya uamuzi bora, lakini pia tunawakaribisha waendelee kuja, lakini pia tunaomba tuwajulishe kwamba ndani ya wiki moja ofisi yetu ya Kahama na Morogoro zitakuwa wazi. Hicho ambacho unajua nilikuwa nina maswali huko nakutana nayo sana. Bwana, hivi hatuna tena ofisi nyingine katika mikoa mingine zaidi ya ile sijui 6? Hebu tupenyezee. Umesema baada ya muda gani? Ndani ya wiki mbili hivi niseme. Ambapo wiki moja wiki mbili ofisi zetu za Kahama na Morogoro zitakuwa tayari. Kwa hiyo wakazi wa maeneo hayo wakae mkao wa kula na wajongee eneo la tukio. Tumewapelekea msosi kwao kabisa, washindo wenyewe. Lakini pia niwakumbushe kwamba Jumamosi matawi yetu yote yanakuwa wazi kuanzia saa 2 mpaka saa 8. Saa 2 mpaka saa 8. Karibu. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunya kidimdimu Mandila. Bwana, bosi wangu kashatoka kuongea kwamba wakazi wa Morogoro, Kahama tunakuja hivi kwenu. Kijiwe mchongo kitakuja maeneo hayo. Bwana, mimi nawakaribisha tuingie ndani sasa. Naitwa Margaret Eugene. Margaret Eugene. Yes. Ni mfanyabiashara? Yes, mimi ni mfanyabiashara lakini pia ni mwekezaji wa UTT. Ni mwekezaji wa UTT. Basi nilivyokuona hivi nikajua basi mara ya kwanza leo. Kumbe ni muda mrefu. Hapana, ni muda mrefu. UTT inanisaidia sana. Sababu tunajua hela ukikaa nayo mkononi mzee, yani kuitumia ni dakika 2, lakini UTT imenisaidia kuwa na nidhamu ya kujiwekea akiba. Yes, kwa hiyo nina mifuko zaidi ya 1 hapa. Kwa hiyo katika mfumo wa matumizi yangu ya kila siku, mojawapo ya mahali ambapo nagawanya fedha yangu na hakikisha naweka akiba na ninaweka kupitia UTT. Na vile unajua imeturahisishia maisha. Kwamba popote ulipo unaweza ukaweka kupitia mifumo ambayo tumerahisishiwa kupitia simu zetu. Yes. Kwa hiyo kama leo nimekuja hapa, kuna vitu vyangu nilikuwa nimekuja kuweka sawa, lakini pia leo nimekuja kuchukua form. Nataka nifungue akaunti za watoto kwa sababu yes, watoto fund. Yes, nimekuja kwa ajili hiyo kwa sababu nimeona namna ambavyo kwa muda ambao nimeweza kuwekeza hapa UTT, namna ambavyo nafikia malengo yangu ya muda mfupi na mrefu kwa faida. Ya tunajua kwamba na lengo langu nataka nilifanye let's say Disemba. Kuanzia Januari nawekeza hela mpaka Disemba nafikia malengo yangu ya muda mfupi, lakini pia napata faida. Sasa kwa sababu nimeweza kusogeza malengo yangu kwa kiasi fulani, nikasema ni wakati sahihi sasa kuja kuwafungulia watoto pia katika mfuko wa watoto fund. Okay, la kuongezea manake kwa anaitazama sasa hivi. Hiyo faida manake tunazungumzia ni wastani wa 12%. Mtu inabidi aelewe. Kwa maana yake unaweza kujikuta kwamba unachokiwekeza Januari, Disemba ikienda manake unazalisha wastani wa faida ya 12%. Manake mwisho wa siku uliweka hela yako kama ni ada na ile hela ya ada ikazalisha na faida. Dada Margaret, kuna baadhi ya wale watu ambao leo hii ni mashosti zako. Yes. Mama, labda ndugu, jamaa na marafiki. Naamini hata wewe nikikuangalia Dada Margaret wewe michezo ushacheza. Sana, sio mara moja wala 2. Ili zina changamoto kule?
Changamoto zipo kwa sababu si ni probability. Yaani kule una uhakika, wakati mwingine naweza ikaweka out ukapata. Wakati mwingine akitokea mjanja mmoja imekula kwenu wote. Amewafilisha wote. Wote amewafilisha na kwa malengo hayafikii, basi mnaishia kusameheana, lakini ndio hivyo unakuwa ushapoteza. Ile polisi mkipelekana na kesi ya madai. Polisi na usumbufu wake kaka, si ndio unasamehe tu. Mwisho wa siku unajikuta yani ile gharama unaitumia polisi yani kwanza hiyo gharama utaiweza, yani kuna swala la muda, lakini pia unakuta mara nyingi hii michezo si labda ni marafiki. Kwa hiyo mwisho wa siku unasamehe, ila ndio ushapigwa. Ila kwa mifuko kama ya UTT kwangu mimi ni mifuko salama kwa sababu iko rasmi na iko chini ya serikali, lakini pia na matokeo tunayaona ya kupata faida. Yani mzee milioni 1 mwisho wa mwaka una milioni 1,120,000. Wewe bwana. Yako ipo lakini pia na faida unauhakika nayo. Margaret. Kwa hiyo mimi na kitu kingine labda ungependa uwapenyezee. Una application katika simu? Yes, ninayo. Manake hivi ukiamka asubuhi unakuwa unachunguliaga au wewe unajipaga muda kila baada ya mwezi? Mimi najipaga muda. Si unajua ukichungulia kila siku yaani unajipa muda kama mwezi unachungulia kitu kinasogea. Yes. Okay. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kuwashauri watu ni kwamba kitu ambacho naweza kushauri ni kwamba wale ambao wabishi hawataki UTT ndo nini? Yeye kangangania hivi tu kikoba na yeye, mara siju mchezo na yeye. Mwambie mimi katika dini yangu ya Kikristo moja hapo ya kitu ambacho tumeagizwa kukifanya ni kuweka akiba kwa ajili ya kesho zetu. Kuweka akiba kwa ajili ya kesho zetu. Yaani kuweka akiba ni hekima. Ambayo ni kibiblia kabisa, sisi tumeagizwa tufanye hivyo. Na tuna sehemu tumeandikiwa kwenye neno la Mungu, tunaambiwa tukajifunze kwa mdudu anaitwa chungu. Hana msimamizi wala hana akida, lakini anaweza kujiwekea akiba kwa ajili ya kesho kwa sababu anajua kuna wakati wa kuvuna na kuna wakati hakuna kuvuna. Sasa kuna wakati Mwenyezi Mungu anatupa neema, anapitisha hela nyingi mikononi mwetu. Wakati huo ni wakati ambao mimi nikiambiwa ni washauri mashosti zangu, ni wakati wa kuhakikisha ya kwamba tunaweka akiba. Kwa sababu wakati wa neema si wakati wa kula kila kitu au kuongeza matumizi, bali ni wakati wa kuweka akiba katika taasisi salama, katika mashirika salama, UTT ikiwepo. Kwa sababu tangu imeanza imekuwa ikifanya vizuri, na ndio maana hata mimi nakwambia kwa nilipofikia kwa wakati huu nimekuja kuongeza za watoto. Nilikuwa najitafuta, sasa nimejipata, nimesogea kidogo, nimeona kuna haja ya kuanza kuwawekea watoto. Kwa hiyo hapa ni salama. Weka akiba, unaweka sehemu salama, ndani ya kila muda akiba yako inaongezeka. Mzee, maisha yanakuwa yako fresh tu. Dada Margaret, mumeo yupo lakini yupo? Mume wangu yupo, tupo. Yaani nina kaunti. Yaani sasa hivi hapo unaenda sasa kutengeneza ile familia. Maana mume, mke mpo. Sasa hivi umechukua watoto. Sasa hivi watoto. Yaani mimi na mume tunayo ya pamoja kama mke na mume. Nina ya kwangu mwenyewe, sasa nimesogea kwa watoto kwa sababu ya faida ambazo nimeshaziona. Kuna watu leo wanaweza wakakuona yule anajishaua mifuko mingi, kumbe hawajui wewe kitu unachokiangalia kwa maisha yako ya baadaye. Akiba, yani akiba inakutoa mbeleni. Utakapokuja kupita mahali ambapo una changamoto ya kifedha, ndio utajua umuhimu wa kufanya hivi vitu. Lakini mimi imeshanisaidia, sio mara moja wala mbili, mpaka nakwambia nimerudi naangalia watoto sijatulia. Yani nasema chochote ninachoweza kuweka kwa watoto wangu, acha tu tuanze kuweka pale tulipo na kusonga mbele. UTT inatusaidia kuweka kiasi chochote muda wowote, na mwisho wa siku unakuwa una uhakika utakapohitaji fedha yako muda wowote iko inakusubiria. Mimi naitwa Einstein Frank. Na mfanya biashara, tuniko hapa Posta. Mfanya biashara, mtu kubwa sana nye. Sasa, Frank umesema? Frank. Ningependa niweze kuuliza kwamba UTT una muda nayo gani mpaka sasa hivi? Niko na account ya kwanza, sasa hivi nimekuja kufungua account nyingine tena. Ya kwanza nini? Nilifungua account ya Liquid, sasa hivi nimekuja kufungua tena account ya Bonds. Bond. Kwa maana yake UTT uko nayo kwa muda mrefu sana. Ndio. Mpaka umeshawishika kutoka Liquid kuja mpaka na Bond. Ndio. Labda kuna baadhi ya vitu sisi kama vijana tunazungumzia. Vijana wengi sasa hivi elimu ya uwekezaji imekuwa ni ndogo sana. Unahisi wewe kwa nini imeweza kufikia elimu ya uwekezaji mpaka leo hii umekuja kuwa ni mmoja wapo wa wanachama wa UTT na mpaka sasa una mifuko miwili? Si rahisi kuweza kupata fedha nyingi. Kwa hiyo via mifuko ya Liquid tumejikusanya kidogo na sasa hivi tunaelekea kwenye kuinvest zaidi. Kwa upande wa Liquid tumeanza kujikusanya taratibu, sasa hivi tunataka tuendelee zaidi. Kwa UTT unaweza ukainvest hata ukiwa na simu yako, kiwango cha chini shilingi 10,000. Kwa hiyo nawashauri vijana, chochote ulichonacho unaweza kuweka. Kwa mfano wewe kama mfanya biashara, naamini siwezi kusema biashara ina gani, lakini najua sasa hivi wafanya biashara, mfano mathalan unaweza kuta kama huko Kariakoo wapi ni wafanya biashara wanakuaga na ile michezo yao.
utakuta wafanyabiashara dukani pale, umezunguka maduka wanacheza michezo, utakuwa siku 20,000. Kule kuna kuwa na changamoto watu kuzulumiana sana. Wewe umepita? Nimepita sana. Lakini hujakutana na changamoto? Changamoto zipo. Zipo? Yeah. Ndio ikafika kipindi nikabidi tuangalie sehemu salama. Ndio. Hapa ni salama, ukihitaji fedha yako unapata ndani ya muda uhakika. Unapata, unaweka notification ndani ya siku 3 unapata. Ndio. Na hapo ilipobaki unapata faida zaidi. Unahisi labda kwa fursa hii ungeweza kuipata Bwana Frenki kwa wanakutazama marafiki zako kama wafanyabiashara wenzio, inawezekana kwenye wengine labda hawakujui ndio wanakuja kwa mara ya kwanza, wewe kama mfanyabiashara ungependa kikubwa uwashawishi kitu gani wewe kama mfanyabiashara ambao umesimama na wawakilisha wao, jamani sisi kama wafanyabiashara tuwekeze na UTT tutoke huko? Kipi hasa? Na washauri wafanyabiashara waje kuwekeza, mifuko iko ni mingi, kuanzia mifuko ya watoto, kwa mifuko ya bonds, wekeza maisha, yani mifuko ni mingi. Iko wakati mahitaji tofauti. Kwa waje huku na karibisha sana. Mzee wangu shikamoo. Marahaba bwana. Kazi njema kabisa. Mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT hapa. Sio, unaitwa nani? Naitwa Salimini Mwalimu. Salimini Mwalimu. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Damaka Group. Damaka Group. Yeah. Okay. Sasa mzee wangu, UTT unaifahamu takriban muda gani sasa? UTT tuna miaka kama 6 sasa mpaka tangu tumejiunga na kikundi changu. Wewe umejiunga kama kikundi? Tumeingia kama kikundi. Okay. Mfuko gani? Mfuko wa Liquid Fund. Liquid Fund. Yeah. Okay. Yeah. Sasa kwa miaka 6. Ni miaka 6 sasa tupo hapo. Okay. Yeah. Na manufaa hayo maana yake wewe kama wewe personal hujajiunga? Mimi personal nimejiunga lakini bado sijajiweka sasa according to my finance zangu hazijakaa sawa sawa. Okay. Sasa unahisi kupitia labda kikundi chako kwa miaka hiyo yote 6 katika mfuko wa Liquid ambao mmejiunga, kuna faida zote ambazo mmezipata mpaka miaka 6 hii leo hii mnajivunia? Faida ipo, tumeiona jinsi ilivyo, na mbali ya akaunti yetu ya Liquid Fund na akaunti ya NMB. Kwa hiyo kila akaunti yetu ya NMB inapokuwa ina flow kule, tunaondoa amount ya kiasi fulani cha pesa kuingiza kwenye UTT, ambayo na UTT nayo inakuja inatuzalishia faida. Ambayo ile faida, na leo hapo unaponiona nilikuja kutafuta faida yetu tunaichukuaje ili iende kasaidie mambo mengine. Ambayo faida hii tunazungumzia ndani ya miaka mingapi? Faida ambayo tunayopata kutoka Liquid Fund. Ndio, yani ya muda gani ambao umekuja? Tunachokihitaji sisi, kila faida inapozalishwa ndani ya mwezi mmoja tuitoe kwenye akaunti yetu ya Liquid Fund, tuingize kwenye akaunti ya NMB tuione kule. Alafu tuendelee kupanda lile tofali kujenga gorofa liwe kubwa zaidi. Kwa sababu ukiacha ile faida kwenye ile akaunti hatuioni ile faida, si inatuzalishia kitu gani. Na huu mchakato wa kutoa labda faida mnafanyaga mara kwa mara au ndio mmeanza hivi? Ndio nimekuja baada ya kukaa kwenye kikundi chetu kuja kushauriana na wenzangu, mimi kama mwenyekiti ndio nimekuja hapa, nishapewa maelekezo ya kufanya. Tunataka kwenda kufanya kila mwezi tuwe tunaondoa faida katika ile akaunti kuipeleka kwenye akaunti yetu NMB. Alafu na sisi tunaenda kukaa kwenye vikao wetu kujadili ile faida tuifanyeje, tuendelee kuipanda kwenye UTT au tuifanyie jambo gani. Ni maelekezo wana kikundi wenzangu jinsi gani tutakuwa tumeshauriana. Yeah. Unahisi labda kwa nini hili nyumi lote la watu wako hapa, mzee Salim? Unajua kila mtu ana mitazamo yake katika maisha. Mwingine ana mawazo kununua nyumba, mwingine mawazo kununua gari, lakini wanakuwa na hofu katika kuwekeza katika maeneo ya fedha zao katika maeneo tofauti tofauti. Hofu yao hiyo binafsi mimi niseme waondoe. Serikali iliyokuwa madarakani, kila kitu kinakwenda katika mazingira mazuri. Hakuna cha kuogopa kuingia. Yeah. Labda jema jipi ungependa kuweza kuwaambia? Kuna baadhi ya watu ambao wanakutazama sasa hivi wako nyumbani, mzee Salim, wanahitaji uwekezaji lakini walikosa tu sehemu salama. Ni washauri tu wale watu wote ambao wana hofu na jambo hili, wastaafu wenzangu sana, mimi ni mstaafu, na wana vikundi vile ambavyo vinaanza, watu wale mmoja watoto waje wawekeze pesa zao kwenye UTT. UTT ni sehemu salama, haina mbambamba. Serikali inaangalia, kuna bonds nyingi sana katika UTT. Unakwenda kuchagua bonds gani wewe unataka ikusaidie katika maisha yako na familia yako. Wasiogope, wasihofu, kila kitu kiko vizuri. Yeah. Kila kitu kwa vizuri. Ni washauri wale wote, nirudie, wale wote wazee wenzangu, vijana na watoto wetu wanaozaliwa mwaka 0 mpaka na kuendelea, wa wazazi wetu sisi, wazazi waliokopo, waje waweke watu wao katika UTT Fund. Kila kitu kinakwenda katika mazingira mazuri. Wasihofu. Kuna faida ambayo wao vioni kwa macho, lakini ukija ukiviwekeza vifaida utakuja kuviona baadaye. Na usalama huko wa hali ya juu katika kulinda fedha zetu. Yeah.
Mama, shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Vaa miwani yako tufanane. Sawa. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea hapa UTT mamangu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mariam Said Kamisi. Nimetokea diaspora, lakini bado ni Mtanzania anyway. Nimewekeza UTT toka mwaka 2008. 2008. Nimewekeza mimi, mdogo wangu, baba yangu, kaka yangu, na baada ya miaka kadhaa kurudi, mifuko ya UTT ikawa imeongezeka. Kipindi kile tunazungumza ulikuwa mfuko mmoja ulikuwa mfuko mmoja tu. Sasa nilivyorudi hapa nikawa niko confused kwa sababu gani, nikashindwa kuamua nichukue mfuko upi. Lakini mifuko yote kwa kadri ya nguvu yako ulionayo inakutoa. Na pia yani inaleta faida. Na pia mimi binafsi nikiwa ni mjasiriamali na ni mfanyakazi pia halikadhalika, nimejaribu kuwekeza sehemu nyingi sana. Siwezi kuzitaja kwa sababu sitaki kuwakatisha watu tamaa. Nimepoteza sio chini ya milioni 600. Nini? Milioni 600 katika sehemu zingine hapa Tanzania. Kwa hiyo sikutani. Naogopa. Sikutani. Bahati mbaya au nzuri sina pressure. Ningekuwa na pressure nimeshakufa. Kwa hiyo nikaamua nilivyorudi tena hapa nikapata washauri wa kunishauri kwamba niendelee kuwekeza. Kwa hiyo nimewekeza mpaka leo na nimemweka mtoto wa marehemu binamu yangu kawekeza, mtoto ambaye ni kama mtoto wangu, mimi ni kama sponsor wake amewekeza, na sasa hivi atawekeza mtoto wangu, wajukuu zangu, na nimechukua fomu kwa ajili ya kuwekeza kwa ajili ya jamaa zangu diaspora. Ndugu zangu wa diaspora, mimi nawashaurini hela zenu zitakuwa salama UTT. Aminini. Msiniamini mie, lakini msikilize maneno yangu na ushauri wangu naowaambia, kwa sababu mimi ni mwekezaji toka mwaka 2008. Kwa hiyo ningewashauri kwamba wala msiyumbe. Madhali nyinyi ni Watanzania na mnataka kurudi nyumbani, ndugu zangu, jitahidini kuwekeza UTT. Na sasa hivi kuna mifuko mingi, karibuni mifuko 6. Kwa hiyo kutokana na nguvu yako unaanzia milioni 1, milioni 2, milioni 100, milioni 300, kiasi chako unachotakiwa, unachojifikiria mwenyewe unaweza kuwekeza, unakaribishwa UTT. Niko hapa, mimi siuzi biashara. Ndugu zangu diaspora. Mimi nafanya kazi siku 6. Naishi Washington DC. Kila mtu ananielewa na anielewa Mtanzania. Maisha ya kufanya kazi siku 6, iko siku tutashindwa kufanya kazi hata siku 3. Kwa hiyo ningewashauri mje muwekeze nyumbani Tanzania. Na UTT iko duniani na inatembea kila mahali, na sisi wa Tanzania naamini tuko hapa tuko kwenye diaspora. Na pia kuwekeza kwenyewe pia ni kiganjani. Kiganjani ni kwamba unaingia online, unaweka information zako, unajaza kiasi gani unataka na hali kadhalika. Jamani, msiogope. Yaani msiogope. Muwe na amani. Sisi tunaoishi diaspora, kule sio kwetu. Kwetu ni Tanzania. Haijalishi utaishi maisha yote kule. Nyinyi wenyewe mnaona hali halisi, kila siku mambo yanaenda yanabadilika. Sawa. Ni hivyo tu ndugu zangu na washauri. Mimi na 66, kwa kawaida nyinyi mnajua kuretire ni miaka mingapi Ulaya. Haina haja ya kuzungumza. Bana, kama ulivyotoka kuweza kusikia, baadhi ya wawekezaji wamezungumza mengi sana ambao walikuwa wanatoka hapa. Tumeweza kuchakata na kuweza kuzungumza nao mambo mengi kuhusiana na masuala ya uwekezaji, na wao wameweza kuwa bayana kabisa. Kuna baadhi ya watu wametokea huko Morogoro, kuna baadhi ya watu wengi wametokea mikoa mbalimbali, lakini mwisho wa siku wamekuja kukutana na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Maelewa, tunazungumzia UTT AMIS. Taasisi ya serikali, unawekeza serikalini, lakini vile vile unapata wastani wa faida wa 12% kila mwisho wa mwaka. Tunazungumzia ndani ya miezi 12 unapata wastani wa 12%, lakini bila kusahau ni taasisi ambayo ni sehemu salama ya uwekezaji. Bwana, mimi sitoacha kukwambia tuwekeze na UTT, ndo mpango mzima. Mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdimu Mandila. Bwana, ndo tunamaliza hivi, lakini tumalize hapa. Njoo tumalize. Sema kwamba kijue mchongo, na UTT. Bwana, sisi tumemaliza. Bye bye.
Kijiwe Mchongo, UTT AMIS imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Margaret Eugene hapa, asante. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia, inawafikia, itawafikia.